Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu mtazamaji, leo tunataka kuzungumzia masuala muhimu katika jamii yetu mawili. Jambo la kwanza ni kuhusu nafasi na mchango wa dini katika amani na mshikamano wa taifa. Lakini la pili, nafasi ya dini katika kuwezesha vijana waweze kuwa na mchango kwenye taifa lao, badala ya kuwa na uharibifu au kuleta vurugu na mambo ya mfano hayo. Ni muhimu kwanza tuelewe ya kwamba tunapozungumza dini, tuna maana ya mfumo wa maisha ambao unatawala maisha ya mwanadamu. Sasa mfumo huo wa maisha unawezekana umeundwa na binadamu. Kwa hiyo hizi ni dini za watu walizojitengenezea wao wenyewe kwa maono yao, fikra za watu. Lakini pia kuna dini ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, azama zote, na hii ni dini ya Uislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza kwenye Qur'ani kwamba dhalika waswakum bihi Nuhan wa Isa wa Ibrahim. Mafundisho haya tumewahusia kwayo Nuhu na Musa na Isa na Ibrahim wa nabiyuna min qabl, na manabii wengine waliokuwa kabla yako. Kwa hiyo Uislamu ni dini inayotawala maisha ya mwanadamu. Lakini dini na amani ni vitu ambavyo vinakaribiana na vinategemeana. Panapokuwa hakuna amani, hata hiyo dini haiwezi kufanyika, na panapokuwa hakuna dini kisawasawa, basi amani inaweza kuvurugika kwa urahisi sana. Na amani ni nini? Watu wengi wanadhani amani ni hali ya kukosekana vita tu. Inawezekana kukawa hakuna vita lakini kusiwe na amani. Sasa hali ya amani maana yake ni utulivu au usalama ambao unapatikana katika fikra na moyo wa mtu, na bitali au matokeo yake unasababisha kupatikana kwa utulivu na amani katika jamii na taifa kwa ujumla. Na hali ya utulivu na usalama na kukosekana kwa vurugu, migogoro, dhulma, hofu, vita, ikikosekana mambo haya, vurugu, migogoro, dhulma, hofu, vita, hiyo ndio hali inaitwa hali ya amani. Amani ina sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni amani ndani ya mtu mwenyewe. Unaona, mara ngapi umesikia mtu anakuambia leo bana mimi sina amani? Ukimwangalia hapo alipo, yuko nyumbani kwake au yuko kazini au yuko na ndugu na jamaa na marafiki, lakini anakuambia leo sina amani. Amani gani anaizungumzia huyu mtu? Huyu anazungumzia amani ya kiakili, amani ya kiroho. Shakhsia yake inamfanya awe hana amani, na inawezekana jambo linalomkosesha amani ni suala la riziki, kipato. Jambo linalomkosesha amani ni suala la watoto, suala la mke, suala la mume au suala la jirani. Unaona, mambo ya kijamii yale. Kwa hiyo kuna amani katika level ya mtu binafsi, na hii ndio msingi, kwa sababu kusema kweli mwanadamu mmoja mmoja ndio tofali linalojenga jamii. Mtu mmoja akikosa kuwa na amani, basi jamii pia haiwezi kuwa na amani pale ilipo. Lakini kuna amani katika jamii na taifa. Baada ya kuwa watu wake wamekuwa na amani, wamekuwa na utulivu, tunapata amani katika jamii husika, tunapata amani katika taifa husika. Kunakuwa hakuna suala la vurugu, suala la migogoro, suala la dhulma, hofu, vita. Yani watu wametawala katika maisha, wanaishi katika maisha ya furaha, maisha ya amani ndani ya taifa. Na hili ndio jambo ambalo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam aliomba
mara tu wakati anauzindua, tuseme leo tutumie lugha ya kuzindua, anauzindua msikiti wa Maka baada ya kuwa ameujenga upya, akasema wajal rabbi jal hadha albaladi aminan warzuku ahlahu mina thamarat. Mwenyezi Mungu, jalia wakazi wa mji huu, wa nchi hii, wajalie wawe aminan, huu mji ufanye uwe wa amani. Halafu ndio likaja swala la riziki, na hapa ndio inaonyesha umuhimu wa amani. Ikiwa amani haipo, hata riziki watu hamna muda wa kutafuta. Angalieni kinachotokea Mashariki ya Kati, watu hawawezi kufanya biashara, watu hawawezi kusafiri. Angalia kinachotokea Kongo hapa, DR Kongo. Angalia kilichotokea Oktoba 29 katika nchi yetu mwaka jana. Watu tulifungiwa ndani kama kuku, saa 12 mnatakiwa muwe ndani, na ukitembea utembee kwa tahadhari. Amani inapopotea katika jamii, kusema kweli hata kutafuta riziki hakuna. Watu walikuja kufunguliwa baada ya siku 3. Mtu aliyekuwa anauza biashara zake sokoni, anaenda sokoni anakuta nyanya zake zimeoza, machungwa yameoza, sijui vitu gani vimeoza, kwa sababu ya amani kukosekana muda wa siku 3. Kwa hiyo kuna amani ya jamii na taifa kwa ujumla, lakini pia kuna amani na utulivu kimataifa. Inapokuwa hakuna amani katika taifa moja, inawezekana katika dunia nzima tukakosa amani. Nimetoa mfano Mashariki ya Kati. Leo kwa vita inayopiganwa pale Mashariki ya Kati, nchi zote duniani ziko taabani. Bei za bidhaa zimepanda, usafiri umeadimika. Kuna nchi nyingine biashara zimefungwa kutokana na kukosekana kwa amani tu. Huo ndio umuhimu wa amani katika ulimwengu ambao watu wengi wanaupuuza na wanachukua, they take for granted. Yani watu wanachukulia, kwa mfano Tanzania ni nchi ya amani, kwa hiyo tunasahau kwamba amani ni neema kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake maarufu, man asbaha wa fi muafan fi jismihi, atakayeamka asubuhi ana afya katika kiwiliwili chake, aminan fi sabbihi, akiwa na amani katika boma lake. Wamasai wanaita boma, yani pale nyumba yako wewe na wanaokuhusu pale, mko na amani. Alafu wainda hukutu yaumihi, na anacho chakula cha kumtosha siku hii moja tu. Wachilia mbali kwamba una chakula cha wiki, mwezi, una chakula cha kutosha siku moja tu, mradi wewe una amani, mradi una afya na una chakula cha kutosha siku moja. Anasema faka annama huyizati dunia bidhawafiriha, anakuwa kama mtu ambaye ametiishiwa dunia kwa mapembe yake. Yani inachukuliwa mfano dunia kama mnyama mwenye pembe. Sasa wewe umetiishiwa huyo mnyama mwenye pembe, ukiwa wewe una amani, una afya na unamiliki riziki ya siku moja. Mafundisho kama haya yangetosha kutupa tumaanina katika nyoyo zetu, utulivu. Kwa sababu leo tumekuwa ni watu wenye kupupia na kuabudu vitu. Mtu inawezekana anacho kipato cha kumtosha hata wiki nzima, lakini anajiona hana amani kabisa. Yuko tayari kufanya vurugu zozote zile, kudhulumu watu, kutapeli watu, kwenda kwenye mambo ya haramu ili tu atafute wingi wa mali, ingawa Mtume katuambia kipimo ni kumiliki riziki ya siku moja. Sisi tunataka riziki ya miaka 1000, ingawa mwanadamu huishi hata miaka 100. Mpaka tunavuruga amani na utulivu. Tunakuwa tunakosa amani katika nyoyo zetu na utulivu kwa sababu tu tunatafuta riziki na tunakimbizana na riziki, mpaka mtu anakuambia kama wa magharibi wanaweka tangazo kubwa pale, anakuambia you are my father, yes, you are my brother, my relative, yes, you are my friend, yes, but my business does not know you. Wewe ni mzazi wangu sawa, wewe ni mwanangu sawa, wewe ni kaka yangu, dada yangu sawa, wewe ni rafiki yangu sawa, lakini biashara yangu haikujui. Unaona hii misemo ya kimagharibi ya watu walioabudu vitu. Yani ana maana mimi bwana, chezea mimi lakini usichezee kazi yangu. Mtu anakuambia lugha hizo. Chezea mimi, usichezee kazi yangu bwana. Wewe kuchezea si sawa, wala kazi yako si sawa, lakini usifanye kazi yako wewe ni bora kuliko mahusiano, kuliko dini, kuliko imani, kuliko uadilifu, kuliko utulivu, kuliko amani. Alimradi unatafuta. Angalia mataifa hayo yaliyobobea kwenye mambo haya, jinsi yanavyoponda mataifa mengine, kwa sababu yana nguvu tu. Sasa amani ni mpaka kimataifa ndio tunaweza tukasema tuko na amani. Ukijidai haikuhusu
Yuko ndugu yangu mmoja huwa anasema kwenye hii dunia usiseme jambo halinihusu. Siku utakapogundua linakuhusu utakuwa umechelewa sana. Bora mambo yote uone yanakuhusu, ila uangalie sasa mimi najihusishaje. Usiseme hayakuhusu. Unaona? Mradi ni mambo ya binadamu haya yanakuhusu kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo hizo ndio hatua tatu za amani. Amani ya mtu mwenyewe, ndio maana watu wanakwambia siku hizi kuna afya ya akili. Lazima mzingatie kitu kinaitwa afya ya akili. Watu wanapimwa siku hizi. Kwa sababu ukishakuwa akili yako haiko sawa, wewe huna amani kwenye akili, afya yako ya akili imepotea. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili amani katika jamii na taifa, na amani na utulivu katika kimataifa. Sasa ipi nafasi ya dini katika amani? Nafasi ya dini katika amani, kwanza kabisa dini inajenga imani katika nyoyo za binadamu. Mwanadamu mwenye imani, kama neno lenyewe lilivyo imani, tayari huyo atakuwa ni mwenye amani. Atakuwa na amani ndani ya nafsi yake, atakuwa na amani na binadamu wenzake. Kinachobadilika ni herufi ya kwanza tu. Amani, imani. Kuna kubadilishana tu hapo. Amani, imani. Herufi ni zile zile. Kwa hiyo aliyejengeka katika imani ya kweli lazima atakuwa ni mwanadamu mwenye kuchangia kwenye amani ya jamii yake, amani ya taifa yake, amani ya ulimwengu. Lakini dini pia kwa maadili yanayofundishwa inaleta utulivu wa akili na roho. Mtu aliyesoma dini anakuwa ana utulivu katika akili na roho. Dini inamkataza asiwe mwenye kupupia mambo, achukulie mambo kwa subira, awe mwenye busara, awe mwenye hekima. Yote yale yakizama katika akili ya mwanadamu, anakuwa ni mtu mwenye utulivu wa kiakili na utulivu wa kiroho pia. Kuna vitu viwili watawala hawawezi kuvifikia: akili na roho ya mwanadamu. Watawala hawana uwezo huo. Akili na roho ya mwanadamu hawana uwezo. Wanaoweza kufikia akili na roho ya mwanadamu ni viongozi wa dini peke yao, na ndio maana viongozi wa dini wana mchango mkubwa kabisa katika kuleta amani ya taifa. Kingine ambacho ni mchango wa dini katika amani ni kwamba dini inajenga mahusiano na maelewano baina ya watu, jamii na jamii, na taifa na taifa. Dini inajenga mahusiano na maelewano. Watu wenye imani hawatochukulia mtu wa dini nyingine ni adui yake. Kuna watu leo wanachukulia watu wa imani nyingine, dini nyingine kama adui. Na sasa hivi imekwenda mpaka ndani ya dini moja. Ndani ya dini moja, ndani ya Ukristo unakuta watu wa dhehebu hili na dhehebu jingine wanakuwa hawana uhusiano mzuri baina yao. Hata ndani ya dhehebu moja la dini watu hawana mahusiano mazuri ndani ya dhehebu moja. Unakwenda unakuta mwenendo huo wa mahusiano yalivyoharibika ndani ya dini moja. Nilikuwa nasoma jana kwenye grupu moja, mtu mmoja anazungumza, anasema bana, wewe ukiwa katika manhaji ya salafi, wewe ukiwa kwenye manhaji ya salafi, yani unafuata mwenendo wa wema waliotangulia, basi uruhusiwi wewe kuoana na ambaye sio salafi mwenzio. Uruhusiwi maana yake haramu. Uharamu wa kuolewa na kuolewa kama ulivyozungumzwa kwenye Qur'an, wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu, wala msiwaoe washirikina wasio kwenye dini kama yenu nyinyi mpaka waamini. Wala tunkihu almushrikatu hatta yu'minna, na ninyi msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini, wasilimu wao waislamu kama nyinyi. Huo ndio mpaka tulioukuta sisi waislamu wa Ahlusunna wal Jamaa. Lakini leo watu wanakuja wanatuambia wewe kama sio salafi wewe uruhusiwi kuoa ambaye sio salafi mwenzio. Nani kaleta huo uharamu? Uharamu unaotoa wapi wewe? Wala nakfuru ahlul qibla. Sisi waislamu Ahlusunna wal Jamaa hatumkufurishi mtu ambaye ni katika ahlul qibla. Ahlul qibla muislamu mwenzetu, anafanya ibada mwenzetu na nini. Tutarekebishana tu katika yale tunatofautiana, lakini huwezi ukafika hatua ya kupiga marufuku ndoa baina ya waislamu kwa waislamu. Kuna tofauti kubwa za kiakida, kwa mfano za kimadhehebu hizo, ambao baina ya Ahlusunna wal Jamaa na wasiokuwa Ahlusunna wal Jamaa, hizo sawa.
zinaweza zikasababisha watu tuseme hapa tusioane. Lakini hata ndani ya Ahlusunna wal Jamaa unataka kututenga wewe. Hapo ndipo dini inapotumika kuleta vurugu katika nchi, kuleta mahusiano mabaya katika nchi. Wakati dini inatakiwa ijenge maadili mema ya kibinafsi, ya kijamii na kimataifa. Lakini pia dini ikitumika vizuri, mchango wake mkubwa sana ni kusuluhisha migogoro na vita au ukosefu wa amani. Migogoro na vita inaweza katatuliwa kidini kwa kutumia viongozi wa dini kuliko wale wanaogombana wenyewe kwa wenyewe. Sasa itakuwaje viongozi wa dini wanapogombana wao kwa wao? Watamsuluhisha nani? Ndio wanasema Waarabu, wama yuslihu almilhu idha kana almilhu fasidan. Nani atatengeneza chumvi ikiwa chumvi yenyewe imeharibika? Maana chumvi ndio inatumika kutengenezea na kuhifadhia hata vyakula visiharibike. Chumvi yenyewe ikiharibika, haya itawezaje kutengeneza vitu vingine? Sasa dini ina mchango mkubwa kiasi cha viongozi wa dini wakifahamu mchango huu, ni lazima tutaweza kuitia jamii yetu katika matangamano makubwa. Lakini dini moja mchango wake mkubwa ni kuleta maridhiano katika jamii. Nilikuwa nasema hapo nyuma, maridhiano katika jamii ni jambo kubwa sana. Kama watu hawaridhiani hawawezi kuishi kwa amani. Sasa dini inaleta maridhiano katika jamii kwa sababu hawaonani kama ni maadui. Kwa tofauti za kidini huwezi kuona watu wengine wasiokuwa wa dini yako au unavyoamini wewe kama ni maadui yako. Kwa sababu dini ni mfumo wa maisha ya mtu binafsi unaotengeneza uhusiano mwema, umoja na mshikamano, kupunguza migogoro, ina maana kutokuelewana katika jamii. Na hata inapokuja kwenye mawanda ya kisiasa, wanasiasa wanapokosea ilikuwa inatakiwa waje wasuluhishwe kwenye viongozi wa dini. Bahati mbaya sasa viongozi wa dini na wao wameingia kule kwenye siasa, na wao wako kule kwenye majukwaa ya siasa. Sasa kule kwenye siasa wakikosana wakasuluhishwe wapi? Ndio swala la msingi la kuuliza hapa. Kwa hivyo kwa kweli sisi kama viongozi wa dini tunatakiwa tujiulize mara mbili sana. Hata ilipokuja yale maneno ya kwamba katika Tanzania pasichanganywe dini na siasa, labda utekelezaji tu umekuwa mbaya wa kufunga midomo hata viongozi wa dini wasizungumzie mambo ya siasa. Hilo ni jambo baya. Lakini mimi nakubaliana kabisa kwamba kiongozi wa dini asiingie kule kwenye majukwaa ya kisiasa, ili wale wa kwenye siasa wakikosana wapate mahala pa kukimbilia kutatuliwa kwa viongozi wa dini. Lakini maalasafu shadid, kama nilivyosema, viongozi wetu wa dini nao sisi tumejikuta tunakimbilia huko. Na kingine kikubwa ambacho dini itachangia kwenye amani ya nchi ni kuondoa au dini inasababisha watu kutia nguvu tofauti za kikabila, tofauti za kisiasa na tofauti za kiutamaduni zilizoko katika jamii. Ukabila ni jambo likipewa nguvu baya mno. Mtume alizungumza kuhusu ukabila, akasema katika mambo mabaya ni al-aswabiyatul qabailiyah, ubinafsi wa kikabila, upendeleo wa kikabila. Akawaambia maswahaba, dauha fa innaha muntina, acheni ubaguzi wa kikabila kwa sababu muntina ni uvundo, ni kitu kilichochacha, kilichooza, kinanuka vibaya. Ukabila, kupendelea watu kwa makabila, kupendelea kwa utamaduni, kiutamaduni na ubaguzi wa namna hiyo. Dini ya kweli itafundisha binadamu wawe na udugu wa aina mbili. Kuna al-ukhuwatul insaniya, udugu wa kibinadamu, ambako binadamu wote ni ndugu sisi. Ukiuzingatia undugu huo wa kibinadamu utaepusha mambo mengi kabisa katika jamii. Lakini kuna undugu wa kiimani, undugu wa Kiislamu. Undugu wa Kiislamu sasa unakuwa mzito, na kuna udugu au undugu wa damu, blood relatives, dhawil arham, ndugu wa damu. Kwa hiyo undugu una daraja tatu. Kuna undugu wa damu wa kuzaliwa, huu ni wa karibu hapa. Kuna undugu wa kibinadamu, binadamu wote ni ndugu, na kuna undugu wa kiimani, wale watu wa imani yako wewe. Sasa undugu wa aina mbili huu
usivunjwe na undugu wa aina moja, undugu wa kiimani. Undugu wa kiimani una nguvu zaidi kwetu katika Uislamu, kwa sababu huo ndio unapelekezea hata kuruhusu mambo kama ya kurithiana, mambo ya ndoa. Unaona, huu ndio unaruhusu mambo hayo. Kwa hiyo tofauti za kikabila, za kisiasa, za kiuchumi, za kiutamaduni hazipaswi kuwa sababu ya watu kuwaona watu wengine kwamba ni duni kuliko wao, kujiona wao ni bora kuliko wengine. Katika Qur'an sura 49 suratul Hujurat aya 13 Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Katika suratu An-Nisa, enyi watu tumekuumbeni kutokana na mwanadamu mmoja, mwanamume na mwanamke. Unaona, katika suratul Hujurat inasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Tumekuumbeni nyinyi min dhakarin, kutoka na mwanamume mmoja Adam, wa untha, na mwanamke mmoja Hawa, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tumekufanyeni kuwa ni koo na makabila, lita'arafu, ili mpate kujuana tu, mjuane tu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wenu mbele Allah ni yule mcha Mungu zaidi. Na katika aya nyingine Allah akasema amekujalieni nyie kwamba mkawa waqtilafu alsinatukum wa alwanikum, akakufanyeni mkawa mnatofautiana ndimi zenu, kwa maana ya lugha zenu, mkatofautiana lugha zenu, wa alwanikum, na rangi zenu. Lengo ni nini? Litaarafu, mjuane tu, sio huyu ajione bora kuliko mwingine. Kwa hiyo Qur'ani inatukataza ubaguzi wa kikabila, ubaguzi wa aina nyingine yoyote ule. Ubora umewekwa kwa ucha Mungu. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wada, kwenye hadithi ya Jabir radhiallahu anhu, anawahutubia maswahaba walikuwa mahujaji pale, akamwambia ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum wahid, hakika nyinyi Mola wenu muumba ni mmoja, wa abakum wahid, na baba yenu ni mmoja Adam, ala la fadhla li arabiyya la ajamiyyin, jueni ya kwamba hakuna ubora wa Mwarabu juu ya asiyekuwa Mwarabu, wala ajamiyyin ala arabi, wala asiyekuwa Mwarabu kujiona bora kuliko Mwarabu. Na haya mambo yameanza kuibuka sasa. Waarabu hawa kwenye swala la bandari kubinafsishwa hapa, lugha zilikuwa ni za kibaguzi wa kirangi, ubaguzi kabisa. Waarabu wamepewa bandari yetu, Waarabu wanamikilisha. Chuki zilizokaa hizi haziwezi kujenga taifa likawa imara kama zinaruhusiwa kuendelea. Mtume akasema ala, jueni ya kwamba la fadhula, hakuna ubora wa nani, wa Mwarabu juu ya asiyokuwa Mwarabu, wala asiyokuwa Mwarabu juu ya Mwarabu, wala ahmar ala al-aswadi, wala ubora wa aliyekuwa ahmar, mweupe, unaona, wa rangi au rangi ya udhurungi, ala al-aswadi, kwa mtu mwenye rangi nyeusi kama kina Bilali bin Rabah sisi wa Afrika, wala al-aswad ala al-ahmar, wala kuna ubora wa mweusi juu ya asiyokuwa mweusi, ala illa bitakwa, isipokuwa ubora ni kwa ucha Mungu tu. Na akasoma aya inna akramakum indallahi atqakum, hakika mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu miongoni mwenu ni yule mcha Mungu zaidi kuliko nyie. Sasa kama wewe hujui wewe kama ni mcha Mungu, ukimwona mtu anasema mimi ni mcha Mungu, huyo ni mtu muovu, kwa sababu Mwenyezi Mungu katukataza wala tuzaku anfusakum huwa alamu liman ittaqa, msizitukuze nafsi zenu, ni yeye ndo anajua nani ambaye ni mcha Mungu. Ukimwona mtu anajiita mimi ni mcha Mungu, au watu wanaweza wakasema fulani ni mcha Mungu kwa kuangalia madhahari yake, dhahiri yake, hawakatazwi, unaona, lakini wasiseme mbele yake, waseme akiwa hayupo. Mtume akamalizia akasema ala hal balagtu, je nimefikisha ujumbe wa Allah? Qalu, wakasema mahujaji walikuwa pale maswahaba, bala ya Rasulullah, hapana umefikisha Mtume Mwenyezi Mungu. Qala Rasulullah, Mtume akasema falyuballighi shahidil ghaib, yule aliyeshuhudia haya akayasikia haya ayafikishe kwa wengine ambao hawakuweko hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme kwamba suala la amani, suala la utulivu katika jamii ni suala la msingi ambalo lisichezewe. Viongozi wa dini tusiruhusu jambo hili kuchezewa. Viongozi katika familia, wakuu wa familia wasiruhusu hili jambo kuchezewa katika familia. Viongozi wa serikali wasiruhusu hili jambo kuchezewa katika taifa.
Viongozi wa kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa sasa hivi hauna nguvu tu, wameruhusu hili jambo sasa hivi linachezewa. Taifa lolote linaibuka lenda kupiga taifa jingine, linasababisha madhara makubwa duniani, limeruhusiwa hili jambo litokee tu. Kwa kweli ni jambo ambalo linatakiwa lipigwe vita sana. Sasa changamoto pale dini inapotumiwa vibaya ni nini? Dini ikitumiwa vibaya, panatokea chuki mbaya kuliko zote. Wanadamu wanaweza wakachukiana kwa mali, wakachukiana kwa ukabila, wakachukiana hata kwa utaifa, lakini chuki ikiwa ni kwa msingi wa dini ni chuki mbaya kuliko zote. Hiyo ni chuki muhulika, ni chuki inayoangamiza, haiacho mudamara, inaangamiza bila kubakiza kitu. Chuki ya kidini ni chuki mbaya sana. Ndio maana wote waliokuwa na uelewa wa jambo hili walikuwa wanapiga vita sana chuki za kidini kutokea. Lakini dini ikitumika vibaya inazalisha kitu kinaitwa ufurutu ada. Kufurutu ada ni kuchupa mipaka, unaona, ya mazoea yaliyozoeleka katika jamii, yale yaliyokuwa bora, yani extremism. Panazalika extremist, watu ambao wana misimamo mikali, misimamo misusuavu kama hii ambayo nimekuwa nakwambia hapa. Mtu anakuambia huruhusiwi kuoana na watu wengine kwa sababu hao sio watu wanaoendana na vile unavyoamini wewe ndani ya Uislamu. Huku ni kufurutu ada, ni extremism. Na viongozi wa dini na taasisi za dini zote inatakiwa tupige vita sana masuala haya ya extremism. Religious extremism ni mbaya kuliko political extremism. Political extremism ni misimamo mikali ya kisiasa. Hii inaweza kudhibitika, lakini misimamo mikali ya kidini haidhibitiki kwa urahisi, kwa sababu inakita ndani ya moyo, ndani ya roho ya mtu. Lakini ikitumika vibaya, dini pia inapelekezea mpaka kuzalika kwa ugaidi, matendo ya ugaidi. Matendo, hakuna dini inaruhusu mtu kuua watu wengine eti kwa sababu tu amechukia. Mtu avae mabomu, aingie kwa mfano kanisani, ajilipue, wafe wa Kristu, alafu anasema takbir, anaona kwamba atakwenda peponi. Hakuna. Hata ungedhulumiwa namna gani. Mtume alikuwa anaagiza katika vita vya jihadi, majumba ya ibada, viongozi wa dini yasiguswe. Majumba ya ibada hapo ina maana yote, ya Wayahudi, ya Wakristu, hata ya washirikina, yalikuwa yaruhusiwi kuguswa kwa maelekezo ya Mtume ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wakienda vitani, wewe Muislamu unajiita mimi niko vitani napambana na dhulma, mimi Uislamu unaonewa sana, eti unajiona wewe unaruhusiwa kuvaa mabomu na unaenda kujilipua sokoni, unajilipua kanisani watu wafe. Wewe huna imani ya Kiislamu. Tusifichane, huna imani ya Kiislamu. Leo imezuka hata huko Wakristu, unaona kule Marekani, wanaenda msikitini wanatupa mabomu, wanaua watu msikitini, walikuwa wanafanya ibada. Wachilia mbali Wakristu kwa Waislamu, Waislamu kwa Waislamu pia. Nenda Pakistan kule, Mashia na Wasuni, Ahlusunna wal Jamaa, wanaweza wakaenda Mashia wakatupa bomu kwenye msikiti wa Waislamu wa Sunni, na Sunni nao wakaenda wakatupa bomu kwenye majumba ya ibada ya Mashia. Dini ikitumika vibaya inazalisha ugaidi. Huu ni ugaidi, kwenda kuua watu na unafurahia damu za watu kumwagika. Watoto wako pale hawana hatia, kina mama, watu gani, hata kama ni wanaume hawana hatia, unaenda kuwaua kwa sababu gani? Na ikizidi zaidi, haya makundi haya leo yamezuka ya Jewish extremism, makundi ya wafurutu ada wenye msimamo mikali, Mayahudi. Angalia kule Palestina, nini wanachofanya kwa Wapalestina hawa? Wanavamia makazi ya Wapalestina, wanachoma nyumba zao, wanaua Wapalestina. Mpaka tunavyozungumza kuanzia ile mwaka 24 Oktoba mpaka leo wameshauawa Wapalestina 1000 karibu na 500 kwenye maeneo yanayokaliwa na wazayuni hawa Mayahudi hawa wenye misimamo mikali. Wanaanza wakaenda wakachoma moto nyumba na waliomo ndani wakaungua wote, na wanatoka wanashangilia. Dini ikitumika vibaya. Kule Ireland kule na Uingereza miaka iliyopita walipigana Wakatoliki na Waprotestanti. Unaona? Kuna kundi la kigaidi lilikuwa linaitwa Sinn Féin. Sinn Féin lilikuwa kundi la kigaidi la Waprotestanti. Kazi yao kwenda kuwalipua Wakatoliki kwenye makanisa yao, kwenye nini, lipua mabomu, watu wanauana. Dini ikitumika vibaya inazalisha mpaka kinachoitwa vita vya kidini, crusades.
Vita vya msalaba vilikuwa ni vita vya Wakristo wote wameungana Ulaya nzima kwenda kuwapiga Waislamu, na Waislamu wakainuka nao na vita ya jihadi, kukawa na vita huku jihadi, huku vita ya msalaba tayari wanao. Na kinachoendelea pale Iran, pale Mashariki ya Kati ndio hicho. Leo tunaona katika jeshi la Marekani wanaita viongozi wa Kikristo kwenda kufanya ibada, na wanatangaza eti ni amri ya Biblia kwenda kuwapiga wa Iran. Tayari hiyo ni vita ya msalaba, ni crusade hiyo katika zama tunazoishi. Sasa haya ni mambo ya msingi ya kuzingatiwa katika taifa lolote ambalo, jamii yoyote ambayo inataka kuishi kwa amani. Dini ina mchango mkubwa sana wa kutengeneza watu, viumbe walio wapole, rahimu, waungwana, wenye busara, wenye hekima, wenye utulivu, wenye amani na mshikamano, wanaishi vizuri na watu wengine hata kama ni wa dini nyingine, wa imani nyingine, wa kabila jingine. Huo ndio Uislamu tunaozungumza, ndugu zangu. Katika zama za leo unapotea kwa kasi. Vijana wanaangalia kwenye mitandao, wanajifunza dini zao kwenye mitandao, matokeo yake na wao wanachukua misimamo isiyokuwa sawa sawa. Mimi nimalizie kwa kuwahusia ndugu zangu Waislamu, tumetoka kwenye Ramadhani tulikuwa kama vimalaika vinavyotembea kwenye mgongo wa ardhi. Tuendeleze yale yaliyokuwa ndani ya Ramadhani. Unaona, saumu zipo hata nje ya Ramadhani za sunna unafunga. Lakini hata kama ufungi, zile tabia ulivyojivalisha ndani ya Ramadhani, hizo ndio ziwe tabia zetu za kuishi nazo, ili tuendelee kuonekana ni watu wema, watu wazuri mbele ya jamii nyingine kama tulivyoonekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuwa nami, walioandaa kipindi hiki. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri, na wale ambao wameshiriki kwa kusikiliza, Mwenyezi Mungu pia atulipe kila la kheri, na ajalie haya yawe katika mizani ya mema yenu, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Haitomfaa mtu mali wala watoto ila yule atakayefika mbele ya Allah na moyo uliosalimika. Allahumma jalna mimman ataka biqulubin salima. Mwenyezi Mungu nakuomba tujalie miongoni mwa wale ambao watakutana na wewe wakiwa katika nyoyo zilizo salama. Wa rabbil alamin, tunakuomba tufufue fi dhilli nabika alkarim, katika kivuli cha mtume wako Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma'a nabiyyin wa shuhadaa wa salihin wa hasuna udhalika rafika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.